Kwanza pia nitoe taarifa ndugu zangu tulioko hapa wote 1800, tuhakikishe taarifa zozote zinazojitokeza kwa sasa tuzipuuze. Taarifa za polisi zipuuzwe, taarifa za wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa zipuuzwe, taarifa za wasanii, watu ambao tulikuwa nao zipuuzwe, taarifa za akina Nifa zote zipuuzwe. Hii mikakati yao haina wala miguu, ipuuzwe. Hii ni safari yenye vita vigumu. Hii ni safari ambayo inatakiwa tuwe smart. Yenzi tuko vizuri, tuko smart. Kwa hiyo haya mambo yao, mipango yao ya hovyo hovyo, huyu mama kaya boronga jana, halafu leo namwachia Nifa ili aje kutupoza hasira zetu zilizojaa kifuani. Ni hivi, utajijua na Nifa wako. Nifa hatuongee nini, ugaregare chini kutuomba nini? Tutakupuuza kama tulivyompuuza Antiruru. Puuzeni. Narudia vijana, puuzeni. Sisi ndo tunaopitia maisha magumu, sisi ndo tunaopigwa kodi, sisi ndo tulionyimwa ajira, sisi ndo tunanyanyaswa mawinga machinga mjini, sisi mabodaboda ndo tunaonyang'anywa mafunguo bila 30 utoboi. Oya masera tutoke tukaichukue Tanganyika yetu. Maisha haya sio maisha tunaotakiwa kuishi sisi vijana. Nendeni kwenye mastendi ya mabasi. Vijana wamechoka, sauti zimekuwa nzito, umaskini. Unakuta wapiga debe wanagombania shilingi 200. Unakuta wapiga debe choka mpaka unasema huyu ni Mtanzania kweli? Tokeni nyinyi wapiga debe, hayo sio maisha yenu. Nchi kipata viwanda vya kutosha, nchi ikiwa na uwekezaji wa kutosha, hizo sio kazi za kufanya. Nyinyi vijana mmekata tamaa. Vijana wamejazana kwenye mastendi wapiga debe, sijui wengine wanauza mahindi. Umekaa kwenye basi unasafiri, mtu anakupitishia mahindi mapuani. Yaani fujo tu ili msafiri usisafiri kwa raha. Umasikini tuliotengenezwa na CCM, biashara za kijinga ndo zimekuwa nyingi mjini. Umekaa huna hili wala hili, anapita mtu sijui anauza vipande vya kuku anakupitishia kwenye mapua. Biashara mayai hapa, mayai hapa. Hizo sio biashara zetu. Unakuta majitu mengine analo mbaya, unauza pale charger, sijui unauza power bank. Gari linataka kuondoka ndo liabiria likorofi ndo linakuagiza, linafungua kioo, leta hiyo power bank babaki, afu ndo gari linachomoka. Hayo sio maisha yetu, maisha kuteseka kama hayo. Ndo maana tukilala usiku hatulali usingizi ulio mnono. Usingizi wa maskini ni mangamungamu usiku mzima. Ushoe kuona mtu amelala alafu anaamka kupumzika? Ndo maisha ya mtaani. Mbona watoto wao wakilala wanaota tu wanapokea mabriefcase ya mafedha? Mbona wakilala wanaota tu wanajenga magorofa, wanaongeza magari, mahadi ya magari? Sisi tukilala tu unaota sijui nyoka amejivirigisha mwilini, unaota unakabwa, unaota unaingia kwenye shimo, yani unaota fujo tu ili usipumzike. Yani unaota mihangaiko. Makanisani ni makelele. Sisi ndo twakuanguka mapepo ovyo ovyo. Mbona hao watoto wao waanguki mapepo ovyo ovyo makanisani huko? Fujo tu. Yani haya sio maisha yetu. Haya sio maisha yetu. Wewe Asha, Juma, nyinyi mnapendana, mnavochukiana ndani humo sijui ni kwa sababu ya umaskini. Juma umetoka kusajili laini, Asha ametoka kuuza matembele mtaani. Mkirudi ndani mnanuniana masaru bana, mnakuwa kama twa kiduku na Mwakinyo. Sio maisha yenu. Nyinyi mnapendana sana. Mkipata hapo ajira, nchi katengeneza ajira, mkatengenezwa kilimo cha kisasa, ufugaji, mkapewa mitaji, nyinyi mkapata fedha, ndani humo mtaheshimiana. Wewe Asha na Juma mnapendana sana. Umaskini ndio unasababisha ndani mnakunjiana miuso. Unakuta kijana ana miaka 25, 26, ana sura imekomaa kama majani ya kunde yaliyochemshwa. Ana sura imekomaa kwa sababu ya umaskini. We kutwa nzima una nini lile mgongoni, lile ndio lizito lile la kusajili line. Kutwa nzima tunasajili line, Tigo, Voda, Airtel, M-Pesa sijui nini, tunakuwekea voucher bure. Oya hayo sio maisha yetu. Sio maisha yetu. Haiwezekani nchi wazee wanastaafu kila siku, halafu sisi vijana tunakosa hizo ajira. Haiwezekani hata kidogo. Tusikubali. Majitu majinga yale ambayo yameferiferi mashule kule ndo yanarudi kuingia bungeni, halafu sisi tunateseka
Tunateseka, tunatelekezwa, tunanyimwa ajira, tunanyimwa fursa, tunauliwa, tunatekwa, tunakimbia nchi. Halafu mazee ndo yanabaki nchini, majinga ndo yanaingiza bungeni, mapumbavu ndo yanakuwa wabunge wa diwani. Halafu sisi tuliopata elimu, wenye IQ, tunatelekezwa. Ukiongea umeisha, ukiongea ukisikika umekufa. Tusikubali. Leo hii nchi yetu tukiona hata KST unatamani uingie hata kwenye kichuguji ifiche. Umeona tu ST, unasikia kuhara hata kama ujara maharage. Unasikia yani unasikia kutetemeka mwili mzima, unachoka. Serious, sichekeshi. Ndo maisha Mtanzania sasa hivi. Kijana wa Kitanzania, umaskini wake, shida zake, akiona KST bado anajificha kwamba anakuja kutekwa. Hayo ni maisha. Wa vijana tulio wengi tumejificha, vijana tulio wengi tumekimbia nchi kwa sababu ya umaskini, kwa sababu ya kupaza sauti. Nasema hivi, tupazeni sauti, tutokeni tukaikomboe Tanganyika yetu. Sauti ya mtetea haki moja ina watu maskini na wenye shida nyuma yake milioni 1. Sauti ya Tanzania mimi nina watu milioni 1 nyuma yangu. Amewasha maiki. Kazi moja. Unajiuliza, hivi ni hawa polisi, wanajeshi, wazazi wetu na wao ndio hawa na kunywa kahawa pamoja? Hawa wametoka katika maisha magumu ambao tunaitwa sisi wanyonge. Ndio hawa leo wanakwenda kulawiti watoto wenzao, wadogo zao, wanakwenda kuwalawiti. Mpaka imefikia anaingia kwenye mji wa mtu amekaa na mkewe, anapiga risasi mke baada kumlawiti na kumlawiti baba na mama. Tumesikia taarifa leo, mzee mmoja kaamua kujinyonga baada ya kulegea, mkewe keshauawa na hajulikani wapi, mwanae yuko nyumbani na alilawitiwa, mtoto wa kike. Baba anakuja nyumbani, anamwangalia mwanawe, anaona haya, baba alilawitiwa mbele ya mwanawe, baba kaamua kujinyonga. Haya ndio maisha nchi ya Tanganyika na Tanzania. Hawa watu walivutishwa bangi kabla mambo haya ama nini? Yani unakaa kutafakari mauaji yaliyofanyika katika nchi hii, walijiandaa kwa muda miaka mingapi kuja kuua Tanzania kiasi hiki? Alafu ndugu zangu, napenda kuongea ndugu zangu kutoka Zanzibar kama wako hapa, baadhi ya ndugu zangu waliko Zanzibar. Naam kaka, karibu. Faresi, basi hii hapo chini hapo, kama watu wanaweza kuifollow, basi kesho ili nipande nayo hii hapo chini hapo. Sawa. Kesha itangaza, nzuri kesha tangaza, naona watu washaanza kufollow pia. Kuna kipindi nilitoka kidogo. Okay. Jamani, tuko 544 hapa. Ameshatangaza, naona hapa kuna watu 200, watu washafika 300 sasa. Watafika 300 sasa. Kesho tutapanda nayo ili mambo yaendelee. Maana sasa imekuwa upinzani mkali sana. Umeona? Pole kaka Shama, pole. Maana na Nuruvazi naye wamembani, yani saizi hatuna jinsi. Na yule dogo ndio yuko hatarini sana naye, yani ni mabalaa juu ya mabalaa. Kwa hiyo basi poa, basi mimi na mute basi. Kwa hiyo basi muifollow hii. Endelea. Okay. Sasa. Nasema niko naongelea ndugu zangu wa Zanzibari. Ndugu zangu wa Zanzibari, hii ni CCM. Baadhi yao wanafanya kufurahia mauaji yaliyofanyika bara, mpaka wakasema nyi Wabarwa mmepigwa miguu tu, bado kiuno. Mmeanza kulalamika hata kichwa kijapigwa. Na wakumbusha ndugu zangu hawa Zanzibari, mimi asili yangu nimetoka kule, babangu atoka kule, lakini siwezi kutetea upuuzi na ushenzi huu unaofanyika. Na wakumbusha pindi Bwana Mkapa alipowaua Wazanzibari, hususan Wapemba kutoka kwetu, hakuna Mtanganyika alifurahi. Raia Mtanganyika hakuna alofurahi, akasema bora umeuawa, hakuna alofurahi. Wote waliumia kwa wale mauaji. Inakuwaje wao baada huyu mama kuja kuwaua Watanganyika, wao wanatoa midomo yao na kusema mbado tutawaua tena, na bado hamjashika adabu? Hii ni CCM bwana. Hii ni CCM, wanapanda mbegu ambayo watakuja kujutia. Iwapo CCM tutashindwa kuitoa Watanganyika, wategemee
kiongozi ajaye atakuja kuwafanya yale ambayo hawategemei, na ndipo watajua Watanganyika ni kina nani. Leo Wazanzibari tumekaa bara sisi, japokuwa wao tumekaa bara, tafikiri ndio mahali kwetu kwa miaka nenda rudi. Kama ujamaa, mbona Mombasa tuko na ujamaa, lakini tunaingia kwa adabu na heshima. Leo Wazanzibari wanasahau kwamba hii ni CCM. Nachopenda kuwaonya, labda chama chao cha upinzani kijiunge na CCM. Raia wote wa CCM ndio tutakuwa salama. Lakini kama watabaki upinzani na hiyo ACT yao, watakuja kukipata ambacho bara ni kidogo. Hatuombei hayo. Ndugu zanguni, tunakwenda tarehe 9. Hatuendi sisi kuomba haki ya kuongea. Hatuendi sisi kuomba utawala bora. Hatuendi sisi kuomba elimu. Hatuendi sisi kuomba maji. Hatuendi kuomba sisi mbolea wala katiba mpya. Tunakwenda kuwataka watoke. Tunakwenda kutaka watoke, waiache nchi ikiwa huru na haki na amani, watu wakai chini kuitengeneza nchi yao. Inafika mahala watu wanauliza, haya sasa kama mnataka kutoa uongozi, kabla hamjaweka kiongozi wenu, nchi itaendaje? Sisi tawaambia, baba mwenye nyumba anapokufa huwa hapatikani. Tunakwenda kuwazika. Vipi mtu ambaye tunaenda kumzika tuombe katiba mpya? Vipi mtu ambaye tunakwenda kumzika tuombe utawala bora? Vipi mtu ambaye tunakwenda kumzika tumuombe elimu, tumuombe matibabu, afya, tumuombe pembejeo? Tunakwenda kumzika. Kaka Sama, kama uko hapa, mwambie kaka nani yule upenda kuingia kwako na kusema katiba 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 katiba. Simbezi, lakini si hatuendi kuomba katiba. Hatuendi kuomba katiba, si tunataka wa step down. Sio kuomba katiba. Sio kuomba sijui utawala bora. Si kuomba sijui haki ya kuongea. Sisi tunataka wa step down. Hii damu walioimwaga hakuna atakayewasamehe. Hakuna atakayesamehe hata ukitupa katiba mpya. Waseme sasa tunapa katiba mpya. Hakuna atakayesamehe CCM na genge lake. Hakuna jamaa, hakuna. Wasikilizeni hawa. Majuzi anajiita waziri mkuu, akaanza kusema mambo ya Kibiti, walikufa wenye viti wa 300. Akasema mambo ya sheri zilizochomwa, akasema na pikipiki. Alipofika kwa watu akasema siwezi kusema kwa sababu utaongeza machungu. Mbona magari yanapopinduka mabasi husema waliokufa? Watu hawai machungu kwenda kumuua mwenye basi. Watu hawai machungu kwenda kumuua dereva. Inakuwaje leo polisi wenu mlio watuma walikuwa kituahidi? Hawakuua kwa bahati mbaya hawa. Walikuwa tuahidi, mpaka kina Haji Manara wanatuahidi kuuawa, mpaka kina washenzi wale wasanii machawa mashoga wale wanatuahidi kuuawa. Alafu leo wanasema tuwezi kusema waliokufa, tutawarejesha tu machungu. Badala kustep down, badala kuomba msamaha, wanatengeza tume. Yani muue nyinyi ndio muaue, kisha nyinyi mtengeze tume. Hiyo tume ya kazi gani hiyo? Ndugu zanguni, tutokeni na mabango yetu. Sheho, ukimaliza upige na dua kabisa hapo hapo. Asante. Tutokeni na mabango yetu, tuende tuwashinikize wa step down. Vijana na shangaa, vijana wa Mbeya wale, watu Nduma na kwingineko kule, ni vijana mashupavu, ni vijana waelewa, ni kama vile watu wa Arusha. Lakini sijui kitu gani kimewasibu. Anakwenda mpumbavu mmoja ambaye alikuwa akiwabeza vijana kwamba tajiajirini. Huyu bwana alikuja kama mtu wa kanisa, anaambia vijana wajiajiri. Vijana tafuteni ajira zenu wenyewe, msitegemee serikali. Alafu leo ndo anateuliwa kwamba huyu ndio kiongozi wa vijana, aenda tembelee vijana. Vijana walivyomajua vijana wa Tanzania, sijui bado wanakokoto katika akili zao. Watu wametokuwa uweni, alafu nakwambia njoo kusikilizwa. Na shida gani? Eti unamwambia nyinyi hamtupi nafasi ya kujieleza.
Tena unamwambia kabisa nikijieleza hapa kesho yake nitatekwa, na nataka kweli kesho yake. Na bado unakwenda tena. Hivi hamwezi kujifikiria vijana Tanzania? Mmesahau juzi tu. Hata kama hajaua mama wako, hata kama hajalawitiwa kaka yako, baba yako, unapata nguvu ya kwenda kumsikiliza. Watu waje unaenda pata nguvu ya kwenda kuwasikiza. Hiyo nguvu unapata wapi? Ndugu zanguni, tuwe mabarozi. Wengi hawaingii live za TikTok. Ongea naye karibu. Mweleze tu. Muonyeshe video ya mauaji. Mungu amekujalia una simu wewe kuingia live TikTok, huwezi kosa haya mauaji. Muonyeshe asiyekuwa na simu. Mwambie mwangalia haya, ingekuwa baba yako vipi? Ungeacha kutoka? Ingelikuwa dada yako vipi amelawitiwa? Usingetoka? Sasa kama si dada yako, si mama yako, huyu ni Mtanganyika mwenzako. Huyu ni wa mkoa wako, ni wilaya yako, ni wa kijiji chako. Mpe machungu tuweze kutoka. Kama huna hasira huwezi kutoka. Mtu sababu mnatoka kwa jazba, lazima tuna jazba ndo tutoke. Lazima tuna jazba ndo tutoke. Okay, namalizia na dua na wengine waweze kuongea, wasije wakasinzia. Yeah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewe Mola wetu, ewe muumba mbingu na ardhi, siku zote tumekaa watu wa mipango tunapangua, tuna suggest, tunaleta new ideas, tunabomoa, tunajenga. Tushatoka huko kote tulikotoka. Sasa usituletee hiyo idea sasa hivi, kwamba sasa hivi andikeni hivi, sasa hivi tukutane hapa, sasa hivi sijui ni. Hapana. Sasa hivi siku zilizobakia sisi ni sisi kupeana tu moyo. Tulichobakia sasa hivi sisi kupeana moyo. Unamkumbusha tu mwenzako, bwana umetafuta kiatu kizuri ambacho unaweza kweli ukakanyaga muda mrefu, usivae skuna. Hiyo ndio mambo yalobakia sasa hivi. Tushamaliza huko, tulishapita. Unamuuliza tu mwenzako, vipi, una kibegi mgongoni? Umeshanunua miogo yako, una chupa zako 2 kubwa za maji ambazo zitatusaidia. Of course maji ukitoka nao nyumbani mbele utapata tu maji. Maji Mwenyezi Mungu aliyaumba, uwezi ukakosa maji barabarani. Lakini ndio vile lazima Sorry kidogo, comment zote zinalia na Igbo ongee. Naomba niongee kidogo tu. Guys, mimi ni familia, sawa? Tuko pamoja, msiogope. Hiyo bendera hiyo ya Nigeria isiwatishe. Mimi ni Mtanzania. Hii ni account yangu tu ya kunifanya niwe salama. Kwa mimi niko ngangali na niko tayari. Siku zimebaki 3:30 tunahesabia. Tujiandae. Ni bora usingeweka bendera ya Nigeria, kwa sababu yani bora tu bata ungeweka tu jina, kwa sababu kuweka bendera ya Nigeria ni kama hauko na sisi. Hiyo lazima watu tu wachanganyikiwe nayo. Si unajua? Mamluki ni wengi. Sawa, ngoja nije na account yangu ya siku zote. Ngoja nije na account nyingine. Basi ndio hivyo ndugu zangu. Basi ndio hivyo. Yaani sasa hivi mtu asituletee idea mpya, asituletee uoga. Sasa hivi tulikobakia sasa hivi tulichobakisha sisi ni katika tu kutimiza. Yaani ni kama ile sikukuu ya Eid au Christmas inafika kesho kutwa, mtu ushajua leo naenda kama wasichana sisi tushajua tunaenda kusuka wapi, nitapaka shedo gani, kijana shajua nitavaa kanzu au nimenunuliwa suti nyumbani, vitu kama hivyo. Sasa usituweke sisi huku nyuma kwanza kutuelekeza vitu ambavyo tulishakubaliana. Wewe kama haukuwa huku nyuma, basi mpate mtu hata pembeni umuulize, lakini usituletee kwenye grupu la watu 1000 hapa wala watu sijui 100 ngapi uanze kuleta idea ambazo zilishapita before. Kwa kweli sisi hatuhitaji hiyo. Sisi tuko hapa katika kupeana moyo na kukamilisha siku. Yes. Juju samani. Naomba niwakumbushe jamani, tuko hapo watu 1000 kasoro. Hebu tuwa follow ambao wako hapo ili ziwe kama backup. Yes. Kitokea tumedondoshwa. Follow jamani, follow sana watu jamani, folini hapa. Kama hujafollow Sama Nyundo, follow sasa hivi. Huyu ni Sama wa siku zote. Ya follow jamani, account yake ikijaa sisi wenyewe tunajua manufaa. Kwa hiyo follow tufollowiane sana. Na tumeshaona sasa hivi tumebaki na account 3-4 tu. Kila dakika wanashusha. Kwa hiyo yani wamehakikisha tunabaki hatuna kitu. Na sisi haiwezekani, lazima tuwashinde. Unaona follow jamani, kila mtu amfollow mwenzake.
Kila mtu follow mwenzake na tufollow account hizi mpya zote. Mwangaza, follow kila mtu afollow jamani, follow Sama Nyundo ndio huyo Sama wa siku zote jamani. Hii ni account yake mpya kwa sababu ile nyingine imefungwa. Follow hosti, piga makopa, weka marozi hapo, sio kwa ajili ya pesa wala nini, ni kwa ajili ya kusecure hizi account zetu kwa sababu hatuna tena. Sisi wenyewe tumekuwa mashahidi. Tukiingia dakika 2-3 tunashushwa afu tena tunakuwa tunazizamana, hatuna tena sehemu nyingine. Sasa hivi wanatufollow, wanatuangalia sana, wanatufuatilia sana kwa sababu wanajua moto wetu na yani hawalali. Imagine mtu unaweza kuingia saa 7 usiku unakuta watu wako live lakini bado tunawekwa down vile vile. Yes. Mami, naomba kidogo. Nani host hapa, watu wanaongea chini, toa automatic. Watu wanapanda ovyo. Jesse naye wanasema ulizwe ni nani. Habari zenu? Kingine salama. Kingine jamani, sasa hivi kuna live nyingine imetoka kushushwa. Labda unisaidie hapa kwenye hiyo kutoa automatic naingia wapi? Sorry. Mimi muda mwingine nachanganya sema kweli. Na isimu nao inasingua. Labda unielekeze labda kaka Sama au mtu yote anaweza fast. Nafikiri unatakiwa uingie kwenye settings alafu uangalie kwenye settings za live yako alafu uangalie automatic kuingia automatic alafu uweke off. Hapa maana kwenye setting kuna here voice, kuna ranking, kuna comment setting, kuna live recommend, kuna moderator, kuna mark poor, kuna mute account and block account. Angalia automatic adding. Kuingia automatic alafu weka off. Maybe huko. Okay. No. Ndio maana tuko wengi 1200. Live zao wanaishia 60, wanaishia 20. Kwa sababu gani? Ni wanafiki, ni waongo, ni wazurumaji, ni wauaji. Ndio maana Mungu hayuko pamoja nao. Mungu yuko pamoja na sisi. Angalieni hapa tuko 1200. Nendeni na kwenye comment tumejaa sisi tupu. Ukienda Facebook tumejaa sisi tupu kwa sababu Mungu yuko na sisi. Mtaua lakini haki tabaki pale pale na watu wanafuata kilicho bora. Ndio maana hata wewe ulioko hapo chini, wewe ulioandikwa 500 tena, umekuja hapa kwa sababu kuna ubora na kuna ukweli na kuna haki hapa kwenye hii live. Ndio maana tunafungua na maombi, tunafungua na dua. Wewe uliopo hapa, wewe ni wa shetani. Wewe ni wa shetani, sikupigi nyundo. Nikimaliza hapa nikikukuta na kupiga nyundo, jikimbize mwenyewe. Jikimbize mwenyewe ulioandikwa 500 tena. Wewe mwenye jezi lililoandikwa 500 tena sijui ni nini eti hatutoki. Kimbia nitakapomaliza hapa. Nimekuona umeomba request. Nikimaliza kuongea hapa na kutandika nyundo na kupa habari zako kwamba sisi ni wa Mungu, ndio maana tuko wengi. Live yetu ina watu 1200 mpaka saizi. Na huwa tunafika mpaka 2000 na tumevunja rekodi ya Afrika. Wiki 2 zilizopita tulivunja rekodi ya Afrika, tulikuwa mpaka 7000. Ni rekodi. Hakuna mjinga hata mkutano wa mtu yoyote wa CCM atafikisha watu 7000 kwenye live. Never. Tulipewa pongezi na TikTok baada ya kuwa na watu 7000. Siku hiyo tulikuwa sisi namba 1 dunia nzima. Siku tulipokuwa 7000 tulikuwa ni namba 1 katika TikTok kusikilizwa na watu wengi dunia nzima. Tulipewa pongezi. Hebu nitafutieni live ya hawa tunatiki inayofikisha hata watu 1000. Mimi nakupa 200. Kwa nini? Sisi ni wa Mungu, sisi ni wa ukweli. Sisi ndio tuko kwenye haki. Ndio maana tunapendwa. Na angalia, rais anafunga komenti, msemaji wa serikali anafunga komenti. Mnafunga komenti za nini? Ukifunga komenti ina maana upendwi. Unaogopa kutukanwa. Mtu wache sisi tunaongelea ukweli. Mnatuua lakini tunasimama na ukweli. Mnatupiga tunasimama na ukweli kwa sababu hatujamkosea mtu. Tunaposema kwamba serikali inatudhulumu, tuko katika usahihi. Haiwezekani serikali mnajipa mavyeo tu hata ambao hamna elimu. Vijana mliowasomesha mnawaacha wanauza maji. Bungeni mnapeleka ambao hawajasoma. Tusiongee hata hilo. Hata hilo lisiongee. Wewe unayekuja hapa tunatiki, wewe uone kama ni upuzi?
Utampeleka Baba Levo bungeni umwache umwache Mnyika nje? Kweli? Ni kweli? Alafu mnaambiwa kusema kwamba eti ni nini hiyo? Maana yake nini? Maana yake ni kupolomosha nini? Kupolomosha taifa. Ni kupolomosha taifa. Angalieni hata nyumba tu kwenye family. Ukikuta libaba ambalo ni lijinga, li nyumba halina maana, matoto yanavuta bangi, malevi, hayana mpangilio. Kwa sababu libaba ni lizezeta, ni libumunda. Libaba ni jamii ya Babu Tale. Familia ile ina libaba la jamii ya Babu Tale, na familia linakuwa la ovyo ovyo. Kwa sababu halina akili. Sasa na bunge ndio hivyo hivyo. Mnapotupelekea majinga na ndio hivyo matoto yanakuwa malevi, yanagombana, yana akili hiyo. Huwezi kutupelekea sisi bungeni ya Shabaraka, unatupelekea bungeni Babu Tale, Baba Levo, Tanzania, nchi yenye ya 6 kwa madini duniani. Alafu watunga sheria Baba Levo, mtunga sheria Ashabaraka. Are you serious? Alafu mnakuja hapa mnapiga kelele mama mitano tena sijui nini tudumisha. Hatuwezi kudumisha amani na mamtu majinga. Mnatupelekea bungeni mamtu ya jamii ya yale lile linani lile. Bungeni mnatupelekea mamtu ya jamii mimi ni Yanga. Mimi ni Yanga. Sasa si ndo majinga ya hivyo? Mnatupelekea mabumunda tu. Si ndo ya hivyo? Yenye akili nusu. Taira. Tuwekea mataira bungeni hapo mnakuja kutuambia sisi tuwe na amani. Tuwekeni wasomi. Nilishawapa mfano hapa. Tulikuwa tuna bunge la CCM peke yake, sio vyama vingi, lakini lilikuwa lina watu wenye akili wanaichallenge serikali, na wakati kulikuwa kuna chama kimoja G55, mlikuwa wadogo nyie, na walichallenge serikali mpaka yeye mwenyewe Mwalimu Nyerere anajikuna kichwa. Marisera alitaka kujiuzuru, John Marisera alitaka kujiuzuru. Wabunge walivyokuwa na akili, una Njeru Kasaka, una Philip Mamo, una Mark Mwandosa, una Crisanti Mzindakaya. Wabunge walikuwa na akili, wasomi. Hapo ukisikia Dr. Professor. Sasa hivi mnatuletea vichaa gani? Hapo tusiseme mbunge ana CV ya mbunge eti alikuwaga anacheza draft Manzese. CV hiyo. Akamaliza akakutana na Madi na Dogo Janja, wakatengeneza kundi la kulapu. Hiyo ni CV ya mbunge. Walivyoimba yeye akashindwa akaona akajiunge na Mkubwa Fera. CV hiyo. Mkubwa Fera akamnoanoa akampeleka Wasafi akapata jina akaanza kugombea ubunge. Hiyo ni CV ya mbunge wa Tanzania. CV. Eti na diwani Dogo Janja na malasta yale. Yani mnayaibisha Tanzania, mnaizalilisha Tanzania. Na tusingepiga kelele ya Molapa alikuwa anakuwa mbunge, Ambaruti, Doto Magari. Acheni tupige kelele ili tudhibiti upumbavu huu. Sumnaona Ambaruti eti walimpa eti Ambaruti alipewa nini hiyo mnaoita barozi, alipewa ubarozi kwenye mashule. Ambaruti shule nani nchi ya kijinga, afu tukiongea mnatupiga bastora, mnatuua. Tuache tu uozo huo, tuiache nchi ijiingize kwenye mambo ya kijinga. Tusingepiga kelele. Watu walichukua fomu wa CCM mpaka Amolapa. Wasafi mle sui kaka yake Diamond mafomu tu, Steve Nyerere ovyo tu. Kwa sababu ya kutudharau, kwa sababu mnajiona ndio nyie ndio mmeshikilia serikali, mnatuletea watu wajinga. Zamani sisi wakati tuko wadogo tu bastola, lakini na nyie lala, na nyie mwende mlale mfikirie kweli hii nchi ya Baba Levo. Lala wenyewe viongozi, laleni usingizi muone hivi Baba Levo kweli anaweza kaongea na mabunge ya Ujerumani. Ulale huo unafikiria hivyo. Hivi Baba Levo kwenye bunge la vijana atatoa mawazo gani? Mwe mnaenda mnafikiria na vitu kama hivyo.
Sio kuwapa tu eti kwa sababu ya kuwafurahisha, kwa sababu alimsifiaga rais, alikuwaga chawa, mnampa mnani. Tunatoka tarehe 9 kwa sababu ya kutoa huu upuuzi, na watoto wetu wachaguliwe na wenyewe wawe madiwani, kwa sababu wamesoma. Wasomi wengi ni bodaboda saizi, wanauza maji. Alafu mabumunda ndio yameshikilia nchi. Mabumunda ndio yameshika nchi. Ndio maana yanaamua tu yale rushwa tu, yanunue magari ya kifahari, yafanye yanavyotaka, kwa sababu halijasoma uchumi, halijui chochote. Leo mmeenda kumpa eti meya wa jiji la Dar es Salaam eti Sheta. Hivi mnaipeleka wapi nchi nyie CCM? Sheta meya. Kuna wachumi wangapi wamesoma Ujerumani huko, watu wamesomea mipango miji, mnashindwa kuwapa umea. Watu wamesoma mipango miji mamiaka na mamiaka, umerudi afu anauza maji, afu mnaenda kumpa Sheta. Sheta anajua hata mpango miji, anaweza kalibalance jiji, amesoma uchumi. Baba Kaila, kwa sababu aliimba nyimbo Baba Kaila, mnampa umea wa jiji. Ili nchi limekuwa kama lile lizezeta tu lile, mimi ni Yanga. Yani ndio hivyo, nchi yetu imekuwa hivyo. Akili nusu. Kwa hiyo tutokeni tukaitibu hii nchi. Hii nchi imeshakuwa ni zezeta, taira. Nchi ni zezeta. Na wabunge wamewekwa mazezeta. Unadhani tunakoelekea ni wapi? Kila mtu anawaza matumbo yake tu. Nchi iko vile vile. Yani pako vile vile, tangu tumekuwa pako hivyo, haibadiliki. Lakini wenyewe sasa wamejenga majumba Sweden, wana maminini sijui wapi huko, wanakula mayai ya samaki zeruzeru, wanakunywa maji kutoka Fiji. Alafu nyie mnaopiga kelele, nyie mlio kuja hapa mnasema kwamba si Mama Samia 5 tena linauza sumu ya panya. Ili lilo kuja hapa sasa hivi linauza sumu ya panya, sasa hizi linamng'ang'ana Mama Samia 5 tena. Linauza sumu ya panya. Na limme lake linanoa visu asubuhi. Pigia kelele tu, watu wamelala. Kazi hizo zingine ni kukera watu tu. Watu wamepumzika, wamechoka kufanya kazi, unaanza kukera watu. Kazi gani hizo? Alafu mnakuja hapa mmevaa vijora eti sijui 5 tena. Mnakera watu. Ajira gani hizo? Hiyo ndio ajira za nyumbani. Mtu kalala mwenzako asubuhi, unaanza tunanoa visu. Hizo sio ajira. Hizo ni ajira gani? Hizo ni kukera watu, sio ajira hizo. Sumu ya panya ni kuua wadudu tu walioumbwa na Mungu. Hizo sio ajira. Kwanza unajitafutia maadhabu tu mbinguni, unaua wenzako. Yani sio ajira hizo. Kuziba mabeseni ya plastiki. Vijana wengi eti mnaziba mabeseni ya plastiki. Tena kaweka na bango, ninaziba mabeseni kwa bei rahisi. Wewe utakuja kununua nyumba utajenga lini? Eti na bango kubwa kavaa na mokasi yake, ninaziba mabeseni kwa bei rahisi. Kwenye nchi yenye madini ya 6 kwa madini duniani. Utalikuta kijana limebeba friji bovu kubwa, friji kichwani, linaenda kupima chuma chakavu lipate hela ya kula. Kwenye nchi ya 6 kwa madini duniani. Unaumia shingo, umebeba friji kulipeleka, unalitoa Magomeni unalipeleka kule, unalipeleka Faya kule, shingo imeshapinda hivi. Unaenda kutafuta hela kulipima friji, unaambiwa utapewa buku 3. Shingo imeshauma kishenzi, buku 3. Kijana unakusanya maplastiki yale ya maji, unakusanya container zima, unaenda kupata buku 7. Hebu fikirieni hiyo ajira. Unakusanya yani sisi, yani ile nchi. Hapo nikisema hivi unaanza kusema eti ni umaskini. Hakuna umaskini, msidanganywe. Tanzania ni nchi tajiri. Wamefanya tathmini, nendeni mkasome. Tanzania inazizidi nchi zote za Scandinavia kwa utajiri. Inazizidi Sweden, Denmark, Norway, Finland, Iceland, zote zikiunganikana kwa pamoja. Tanzania bado ina thamani. Kwa sababu ni ina madini aina zote, mambuga ya wanyama, bandari manini. Alafu eti mnaenda kukopa Denmark. Eti vyoo hivi ni kwa hisani ya Denmark, mnajengewa choo.
Wa Denmark wenyewe wanauza maziwa tu, wanauza maziwa, wanauza nyama za nguruwe na nini. Yaani wenyewe wamebezi kwenye ufugaji kilimo tu. Hapo wanawasaidieni nyie. Wao wamefanyaje mpaka wametoboa? Wao wamefanyaje wakatoboa wakati hawana almasi, hawana madhahabu, hawana makaa ya mawe, hawana tanzanite, hawana mbuga, hawana mlima, hawana ardhi nzuri ya hali ya hewa, wenyewe ni mabaridi tu. Alafu mnaenda kuomba wawajengee choo. Wawajengee choo. Alafu mnaambiwa kwamba nani alisema hapa, yule Abiri Lowassa ana majumba Sweden ambayo yanamuogopesha hadi waziri wa Sweden. CCM hiyo. Alafu tukiwaambia mnaanza kufoka. Mwingine leo anakuja anapayuka tu, yule mkuu wa mkoa yeye ni kupayuka tu. Eti anaanza na neno eti. Eti wanasema wasikilizwi. Hebu angalia, baada ya kusema kabisa eti wanasema wanateka, sema tu kwamba hivi tunateka, hatusikilizi wananchi. Unaanza na neno eti, we mkuu wa mkoa unaanza na neno eti, yani tuone kwamba mnaonewa. Amteki. Utekaji upo, kila kitu kipo, kila kitu alivyovisema mkuu wa mkoa vipo. Kwa nini anaanza na neno eti? Eti wanasema tuna utekaji, eti wanasema hatuwasikilizi wananchi. Kwa nini anatumia kauli za hivyo? Hizo kero alizozisema mkuu wa mkoa na ndizo wananchi wanazitaka, na kumalizia na vingine kwamba tunataka katiba. Tunataka katiba mpya, mbona hajaisema? Hii ni kelele ya watu. Leo nimemshangaa na polisi mmoja anadai kwamba eti maandamano eti tunapanga njama ya kwenda kupigana. Hapana. Alafu nimeshangaa yule polisi anasema kwamba hatujawahi kupewa taarifa. No. Anko Sama, samahani kwa kukatisha. Kuna watu wanalalamika wanablokiwa na wengine ni mahosti. Sasa sijajua shida ni nini. Mama mkwe ameblokiwa, alafu pia mimi ndo maana nilisema siji hii live. Nimeacha free, sijamblock mtu yote wala sijafanya. Sikiliza okay. Hebu toa moderator wote niache peke yangu. Toa moderator wote. Wafute wote. Futa moderator wote. Okay. Niache peke yangu. Poa. Nani sasa ameblock? Mimi hapa tangu nimeingia mimi ni moderator, sikatai. Sijapiga nyundo mtu yoyote tangu nimeingia hapa. Nimewaona watu wameandika kabisa mama mitano tena. Mmenisikia hapa naongea kwamba siwapigi block. Wasikilize nondo. Bora hivyo akupewe moderator na yeye. Sasa nani anayepiga ili tujue kama atakuwa kawatoa yeye tujue. Alafu na Habi naona yupo chini hapa ka comment. Sasa mimi ndo maana hata mwanzo nilivyoanza sasa hivi hapo umebaki peke. Sasa na matatizo hii live hapa. Inaonekana kama kuna mamluki hapa. Kwa mwendo huu labda moderator waliowekwa mwanzo hakuna moderator mwingine hapa.